Habari za jioni, ndugu zangu waandishi wa habari. Kabla sijaanza kuzungumza, kwanza ningependa nitambue uwepo wa vyombo vya habari mbalimbali ambao wameshiriki kwenye press conference hii. Nikianza na Wakili TV ambao ndio wenyeji wetu, lakini tumi forum, tuna Mwanahalisi, tuna The Chanzo, tuna Bona TV, tuna Wasafi Media. Kwa hiyo nawashukuru sana wote kwa ajili ya kutenga muda wenu na kufika mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kuhabarisha Watanzania pamoja na watu wengine duniani kote, kwa sababu najua vyombo vya habari vinafika mbali sana, havifungu na mipaka ya kijiografia. Lakini pia nipende kuwashukuru baadhi ya marafiki zangu ambao wamefika hapa na wale ambao najua wanatufuatilia kwa njia ya mtandao, kwa njia ya vyombo vya habari. Ndugu zanguni, nimeweza kuwaita ndugu waandishi wa habari jioni ya leo kwa ajili ya kutoa ufafanuzi kwa Watanzania pamoja na watu wengine wote duniani ambao wamesikia kile ambacho kilijiri jana kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara ya Dar es Salaam, kwenye shauri ambalo lilikuwa linaendelea, kesi ya Said Isa Mohamed pamoja na wenzake watatu dhidi ya bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na katibu mkuu wa Chadema. Hili ni shauri namba 8323 la mwaka 2025 ambalo lilikuwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Hamidu Mwanga. Kwa kilichojiri, ndugu wanahabari na wote ambao wanatufuatilia siku ya jana, ni kwamba kuna hoja iliibuka juu ya mleta maombi namba 3 kwenye shauri hii ambaye anaitwa Maulida Anacom, ambaye ni moja ya wajumbe wa bodi ya Chadema ambaye alishiriki kufungua kesi hii dhidi ya Chadema. Sasa hoja ambayo iliibuka ni kwamba palikuwa na waraka ambao unaonyesha huyu Maulida Anacom amejiondoa kwenye shauri hilo, lakini yeye alipofika mahakamani akaukana ule waraka, kwamba ule waraka yeye hautambui na wala hajai kumtuma mtu kuutengeneza, na hata wakili mwenyewe Kiratu ambaye ametengeneza waraka huu ni mtu ambaye hamfahamu. Kwa hiyo anashangaa umetoka wapi. Bahati mbaya sana, baada ya kuwa limesemwa hilo, Mheshimiwa Jaji Hamidu Mwanga ambaye alikuwepo akaamua kuchukua hatua, kutoa oda kwanza na kuagiza vyombo vya polisi viweze kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kumkamata wakili Kiratu ambaye ni mimi kwa ajili ya jambo hili, pamoja na rai iliyotolewa na wakili Jebra Kambole aliyokuwepo pale, akitaka kwa mujibu wa taratibu zetu za kisheria kwamba anayetuhumiwa anatakiwa apate nafasi ya kusikilizwa kabla ya kufika mahala ukaanza kuona kwamba ukaingia kwenye mtego wa kuona kwamba huyu ni mhalifu. Ni jambo ambalo wakili Jebra Kambole alijitahidi, lakini halikuweza kuzaa matunda. Na ninasema ni bahati mbaya kwa sababu hili ni jambo la msingi kabisa la kikatiba. Ibara ya 13, ibara ndogo ya 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 inasema kila mmoja atahesabika kuwa si mkosaji mpaka pale itakavothibitika vinginevyo. Na ibara hii ya 13(6) ukienda kwenye ibara ndogo a inazungumzia mtu yoyote ambaye haki yake inaguswa au ipo kwenye maamuzi lazima pewe nafasi ya kusikilizwa kikamilifu. Lakini vile vile ni msingi wa asili wa utoaji wa haki, tunaita natural justice, kwamba kabla hujafanya maamuzi yoyote au hujatoa amri yoyote ambayo inamuathiri mtu mwingine, unatakiwa umpe huyo mtu nafasi ya kuweza kusikilizwa ili aweze kujitetea. Na chimbuko la msingi ya asili ya utoaji wa haki au natural justice limetoka kwenye maandiko matakatifu. Kwa hiyo walikuwa wananukuu toka karne ya 16 kwenye kesi za Uingereza, walinukuu Biblia wakisema kwamba hata Mungu alipotaka kuadhibu Adamu pamoja na Eva kwenye bustani ya Eden, pamoja na kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kuona wametenda kosa, lakini aliwauliza, Adamu mmetenda nini? Eva mmetenda nini? Hakufika na kuanza kuwahukumu. Kwa hiyo ni kanuni ya msingi ambayo ina historia ndefu. Kwa hiyo tulitegemea kwa hali yoyote ile Mheshimiwa Hamidu Mwanga, jaji ambaye tunamheshimu, angetakiwa aweze kuzingatia hilo, kwamba kabla hajatoa oda awe at least ametoa nafasi ya wakili anayetuhumiwa kwenda kujieleza.
Yawezekana akasema kwamba kwa sababu jaji alikuwa hasikilizi kesi, alikuwa anatoa tu comment. Lakini naomba niseme comment ambayo mheshimiwa jaji alikuwa anaitoa ni comment ambayo ilikuwa inaenda kuchafua reputation, image ya wakili, kwa sababu kwa namna ambavyo ilitoka, ilivyokuwa reported, ikaonekana wakili ni mtu ambaye amejihusisha kwenye forgery, kwenye mambo ya udanganyifu. Lakini mbaya zaidi, comment nyingine ikasema ameingilia mfumo wa mahakama, ambao nitavizungumzia hivi vyote. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwa vyote vile, kwa comment ile ilivyokuepo, ni comment ambayo ilikuwa inanigusa haki yangu mimi binafsi, kwa sababu tayari imeleta taharuki. Nimepigiwa simu mamia na mamia ndani ya nchi, hata nje ya nchi. Watu wengi sana wameshtuka kuona kwamba Kilatu anayemfahamu anaweza katuhumiwa kwa vitu vya kufanya forgery. Ni kitu ambacho kwa kweli ni jambo ambalo halikuwa sawa. Kwa hiyo baada ya kuona mambo haya na namna ilivyokuwa reported na upotoshaji na namna watu walivyolipokea jambo hili, mara ya kwanza nilikuwa nimefikiria labda niliache nisizungumzie kwanza, kwa sababu kuna hatua ambazo nategemea kuzifanya baadaye. Lakini baadaye nikaona kwa ajili ya kulinda jina langu ambalo nimelijenga kwa wivu mkubwa, ni lazima nije nipate nafasi ya kuweza kutoa ufafanuzi juu ya jambo hili ambalo limejitokeza siku ya jana. Kwa hiyo kimsingi nimeitisha press hii angalau kuweza kuclarify haya kwa ajili ya kuhakikisha ili watu waweze kujua ni nini hasa kilijiri kwenye mazingira haya. Sasa hoja za msingi ambazo nataka nizizungumzie. Moja, kumekuwa na hoja ya kuingia kwenye mfumo wa mahakama ambao kwa kweli imenishangaza. Napenda niseme kwanza, kwa mujibu wa kifungu cha 66 cha sheria ya mawakili, the Advocates Act, kila wakili ni afisa wa mahakama. Na kwa kuwa afisa wa mahakama, maana yake ana fursa nyingi kwenye mfumo wa mahakama. Moja ya haki ambayo wakili anaipata, kila wakili ana account kwenye mfumo wa electronic case management system ambayo inamilikiwa na mahakama. Kwa hiyo wote tunafaili kesi zetu kwa kupitia mfumo. Kwa hiyo mimi kama wakili nina account yangu kwenye mfumo. Kwa hiyo kwenye kufaili kesi, maana yake nilifaili kwa sababu ipo kwenye account, na ni sehemu moja hapo ya haki yangu kama afisa wa mahakama, na mawakili wengine wote wana account hii. Kwa hiyo tunafanya. Kwa hiyo nilishangaa, sijui kwa nini nilizungumza hivyo. Sasa kwa sababu sikuwepo na sheria, labda pengine kwenye reporting ilikuwa reported, lakini kama mheshimiwa jaji ndio alizungumza hivyo, basi itakuwa very unfortunate, kwa sababu ni kitu ambacho sitegemei kazungumza kwa level ya mheshimiwa jaji, kwa sababu jaji ana uelewa mkubwa kwenye mambo haya. Lakini jambo la pili ni kuhusu tuhuma ya udanganyifu kwa maana ya forgery, pamoja na maneno mazima ambayo Maulida Anna Komu aliyazungumza jana. Kwanza akasema hata hajawahi kumfahamu hata wakili mwenyewe. Kwa ndaomba nianzie kwanza hapo. Kuhusu kufahamiana na Maulida Anna Komu, nafikiri ili ni jambo kwamba nifahamu ni jambo hapana la uongo. Maulida Komu kwanza ni moja ya watu ambao niliwahi kumfanyia dodoso cross examination wakati wa kesi ya kina Halima Mdee kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilimhoji masaa mengi sana. Kwa at least kwa mara kwanza atakuwa nilifahamu kwa sababu tulishafanya hilo. Lakini kuhusiana na sakata sasa, sakata hilo la waraka huu ambao umesema umefojiwa. Waraka huu ambao wanasema ulifojiwa ulitengenezwa kwa maelekezo ya kwake yeye. Na ikumbukwe kabla hapa mimi sikuwa na mazoea na mheshimiwa Maulida Anna Komu. Kwa mimi niliweza kuunganishwa kwenye kesi hii kwa kupigiwa simu. Kuna wakili ambaye alitakuwa aende akashughulikia jambo lake, ambaye akawa ameitwa kwenda kwake, wakili Garubindi, Gaston Garubindi. Sasa ikatokea bahati mbaya wakili msomi Garubindi hakuwepo. Kwa hiyo ikabidi sasa waombe mtu wa kuongozana na huyo mtu mwingine ambaye alikuwa amemuomba msaidie kupata wakili kwenda kwake Kigamboni, na ndipo nikaja nikatafutwa mimi kwenda kumsaidia kwenda kwa ajili ya kuandaa nyaraka hii, kwa sababu alikuwa yeye hoja yake aliyokuwa nayo anasema hiyo kesi namba 8323 ya mwaka 2025 dhidi ya Chadema, anasema yeye alirubuniwa kuingia kwenye kesi ile. Kwa hiyo alikuwa anahitaji wakili ambaye atamguide au atamuongoza namna ya kuweza kujiondoa kwenye kesi ile. Na mtu aliyeomba kutafuta wakili kwa mara ya kwanza aliombwa naibu katibu mkuu wa Chadema Mheshimiwa Amani Golungwa. Baada ya Mheshimiwa Amani kuwa ameomba, kwa hiyo akaambiwa tafute wakili. Kwa hiyo Amani mtu wa kwanza aliyemtafuta alikuwa ni Mheshimiwa Gaston Garubindi wakili. Baada ya kuonekana Garubindi siku alikuwa amesafiri,
Galubindi ndio akaniomba mimi kwamba muongozane na naibu katibu mkuu Amani kwenda kule Kigamboni kwa ajili ya kwenda kumsaidia huyu mama, mkamsikilize afu mkaone anasaidiweje kwenye jambo lake. Kwa mimi kwake nilikuwa sipajui kabla. Kwa tukaondoka, ilikuwa kati ya tarehe 6 au tarehe 8 mwezi wa 5. Tukaondoka, mimi nilikuwa ofisini. Kwa hiyo nakumbuka Mheshimiwa Amani alinipitia pale ofisini kwangu Posta. Baada hapo tukiwa na driver anaitwa Mudi kwenye gari ya Chadema, tukaenda mpaka Kigamboni, mtaa unaitwa mtaa wa Cheka. Pale ndio sehemu ambayo Maulida Komu anaishi. Kwa hiyo tukafika, kwanza yeye mwenyewe ndio alikuwa anawasiliana na Amani wakati tunaenda pale, kwa sababu kufika pale ni pagumu sana, ni sehemu ambayo kidogo imejificha. Kwa hiyo tulitembea, na tulipofika pale pana njia mbili kidogo zikatuchanganya, lakini baadaye kuna kijana alitumwa, ni kijana kidogo wa umri labda wa miaka 40 na kitu 50, akaja akasogea mpaka barabarani akatusogeza mpaka pale. Ni sehemu ambayo ina maji yanatuama mkipita. Kwa hiyo tukaingia, lakini mwisho wa siku tukafanikiwa kufika mpaka pale nyumbani kwake. Kwa tulipofika pale tukaongea naye, akatueleza kwamba kwa kweli yeye watu waliomfuata kwa ajili ya kufungua kesi hii hawakumwambia kwamba wanalenga kufungua kesi ambayo inaenda kuzuia shughuli za chama ambacho yeye ni muasisi wake. Kwa alivyokuja kugundua akasema, nimeona nimeumia sana, siwezi nikaendelea kuhujumu chama changu. Kwa ndio maana nimewaita ili muweze kunisaidia namna ya kuweza kuniongoza jinsi ya kujitoa kwenye kesi hii na kuniandalia nyaraka. Kwa baada kwa tumezungumza yale yote, basi kwa sababu nilikuwa nimetembea na laptop, nakumbuka tulifanya ile zoezi pale nyumbani kwake, ikaandaliwa nyaraka. Baada hapo tukaenda kuichapa, na tulipata shida kwa sababu stationery pale zipo mbali sana. Kwa tukaenda sehemu ya mbali sana mpaka tukapata stationery Kigamboni, tukaenda tukaprint copy za kutosha, na baadaye tukarudi nazo mpaka pale nyumbani kwake. Na nitaelezea nyumbani kwake papo vipi, kwa sababu ni sehemu ambayo nimeingia na ifahamu vizuri, na ilikuwa ni malango ya kwanza kwenda hiyo siku. Kwa tulivyorudi nazo pale akaja akaziangalia, mwishoni akasema, jamani nimefurahi nimezipokea, lakini kwa sababu na watoto pia naomba nisisaini leo zibakie. Kwa hiyo ninavyosema kwenye tarehe 6 au 8 tulivyoenda mwezi Mei hakusaini siku ile. Kwa akaomba zibakie ili akae na watoto wake kwanza mahali pale, ili apate muda kuweza kutafakari pamoja na watoto, alafu baadaye aweze kuamua kwamba ana proceed kwenye stage sasa ya kusaini zile nyaraka au la.